Marko sura ya 14 mstari wa 38, neno Mungu linasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi ila mwili ni nini? Sawa eti. Ukisoma Mathayo kwa fungu hilo la maandiko, katika Mathayo sura ya mbele kabisa 26 mstari ule wa 41, utaona kitu kile kile. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sawa. Luka sura 22. Luka sura 22 mstari ule wa 40. Alipofika mahali pale aliwaambia ombeni. Sasa sio kesheni tena. Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nitumie kile kifungu cha kesheni. Somo langu siache kuomba. Kuomba ni muhimu. Unaposikia kesheni, kesheni manake ni kuwa macho. Kuwa macho. Na pale Yesu anawaambia msije mkaingia majaribuni, mkeshe. Jaribu aliji kwa kuliona, linakuja kwa siri. Jaribu lolote unajikuta uko ndani ya jaribu, linakuja kwa siri, linakuja bila wewe kujiandaa. Sasa Yesu akijua kabisa wakati jaribu linapokuja kwa mtu, nguvu zake zinakuwa chache. Ili kushinda jaribu panatakiwa imani inayoendana sawa na jaribu ambalo limekuja kwa mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imani hutenda kazi kwa maombi. Imani hutenda kazi kwa maombi. Unaposoma neno unaomba imani. Lakini ili kuwe na nguvu, maombi lazima yawepo. Bila maombi, sisi ni watu wa kawaida sana. Tunakuwa watu tofauti tunapoomba. Nguvu ambayo hatunayo kibinadamu inakuja kwa njia ya kuomba. Tunashukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho wa Mungu inatufunika. Tunaanza kuwa watu ambao sio wa kawaida. Lakini kesheni, manake muwe macho. Kwa hiyo kuomba ni njia ya kuwa macho kiroho. Hapo umenielewa? Hapo umenielewa? Kuomba ni njia ya kuwa macho kiroho. Usipoomba umelala. Kuomba ni kuwa macho. Watch. Jicho lako la kiroho linakuwa wazi. Hata jaribu linapokuja ni mara zote, sio mara chache. Kama ni mwombaji, Mungu atakuonyesha. Mungu atakuonyesha. Alafu Mungu anaongea kwa lugha za kawaida sana. Hakwambii ni jaribu gani sijui linakuja, ila anakuonyesha vitu ambavyo katika uhalisia ni vitu vigumu, vinahitaji nguvu. Mwingine anajikuta kwamba anapanda mlima. Kweli sio kweli? Anapanda mlima mrefu kabisa. Halafu ule mlima anapopanda anashindwa vitu vya kujishikilia. Mungu anaongea kwa lugha ambazo ni za kawaida, zitakazomsaidia mtu huyu ajue kabisa kuna kitu ambacho nakwenda kukikabili mbele yangu. Hata wakati Mungu anapokuwa anaongea na nabii kwa habari ya Zerubabeli,
anasema ni nani ewe mlima mbele ya Zerubabeli? Kwa hiyo jaribu ni mlima. Unapoona unapanda mlima katika ulimwengu wa roho, ni jaribu. Unapoona uko ndani ya maji unataka kuvuka, ni jaribu, na vitu kadha kadha. Mungu anaongea na mtu sawa sawa na kiwango anachomjua. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa? Sasa jaribu linapokuja kwa njia ya siri, jicho lako linaweza kuwa macho kwa njia ya kuomba. Kwa usiache kuomba, hatuachi kuomba. Ni njia ya kuwa macho, ni njia ya kufahamu kitu gani kiko mbele yangu. Mungu hakufichi. Neno linasema hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake siri zake. Kwa hiyo siri ni pamoja Mungu kuambia kwamba mbele hakujakaa sawa, na unaweza usione chochote, ndoto au usione kitu, lakini unakuta umepata mzigo mzito, burden. Yesu alipokuwa anakabili jaribu, alishikia mzigo wa kuomba, mpaka anawaambia wanafunzi wake, kesheni muombe pamoja nami hapa, roho yangu inaugua, roho yangu inasumbuka. Anawaambia wanafunzi waombe pamoja naye. Amekosa utulivu. Ziko nyakati ambazo utasikia kifua chako kimejaa, moyo wako umejaa. Kama unanielewa, kama unanielewa, punga mkono pale ulipo, alafu itikia amina ya nguvu. Itikia amina ya nguvu. Unasikia kifua kimejaa mzigo. Neno mzigo manake ni kitu kisichokuachia mahangaiko ya moyo wako. Roho yako inahangaika. Roho Mtakatifu anatafuta nafasi ambapo angeanza kukabili tukio ambalo liko mbele yako. Hakuachi wazi, anakuachia kitu ndani ili utafute nafasi umwombe Mungu, ili uende mbele za Mungu. Yaani ujue kabisa mtu, Roho Mtakatifu anaamua mtu ni kama kumkamata. Sasa ule mzigo ni Roho Mtakatifu anamkamata mtu. Watu wako bize, akiwa tu na raha ndani, alafu mbele kuna jambo, hawezi kuomba. Roho Mtakatifu anamuondolea kabisa amani. Anaanza kuhangaika, hata wakati mwingine anapoteza amani ya kula, anapoteza amani ya kufanya mipango yake, hata shughuli zake. Yupo kazini, kulingana na uzito wa jambo ambalo liko mbele yako, Roho Mtakatifu anaweza kabisa hata kukuondolea shauku ya kwenda kazini. Unataka kwenda lakini usikii kabisa. Pale inamaanisha kuna kitu ambacho usipoomba kitaharibika. Mungu anaongea wapendwa. Mungu anaongea, lakini tuko bize kuisikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea. Mungu anaongea mpaka sasa. Hatuachi tukiwa gizani. Kwa ahadi ya Roho Mtakatifu anasema atakapokuja huyo Roho Mtakatifu atawajulisha habari ya mambo yajayo. Sasa majaribu ni miongoni mwa vitu vinavyokuja kwako. Anasema atawajulisha. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutujulisha pia. Hatutembei na Mungu asiyeongea. Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Kuna watu ambao wanakataa, hawana uzoefu, sauti ya Mungu hawaijui. Sasa kibaya ni kwamba mtu hajui sauti ya Mungu alafu anasema Mungu hasemi. No, Mungu anaongea. Ameongea kwa neno lake, lakini pia iko sauti ya Roho Mtakatifu ambayo inaweza ikamwelekeza mtu cha kufanya. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Na mahali ambapo Roho Mtakatifu anaongea vizuri zaidi ni kwenye maombi. Roho yako inakuwa macho, na Roho anaweza kuongea kirahisi na wewe.